Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Hisia zako zinakueleza kitu. Mtu atakuja kwa lengo la kutaka kujua kitu kutoka kwako. Utajitoa katika upinzani na mtu. Hutokea kwa tatizo linalosababishwa na moto, kwako au kwa mtu unayemfahamu. Kutambulishwa ugeni. Kusinzia ghafla ukiwa kwenye kazi zako. Kutarajia kumwona mtu katika namna nzuri. Mlio wa kitu kukumbusha jambo. Utamuwaza mtu. Utazihisi na kuzijua chuki za watu waliokuzunguka. Kufanya makadirio ya kitu. Kupata nafasi itakayokuwa na umuhimu kwako. Mtu atasahau kukuambia kitu pindi utakapokuwa naye, na atakujulisha hilo atakapokumbuka kwa baadaye. Utatamani kuomba ushauri kwa mtu unayemwamini kwa jambo fulani. Ndoo, kuna elimu inahitaji kukufikia, hivyo jiandae kuipokea. Nyota ya Mizani. Kukabiliana na kitu. Utapata safari ya usiku. Mtu anakufanya uwe jasiri na kutimiza kitu. Kutofurahishwa na jambo fulani. Utamjulisha mtu mapenzi yako kwake. Lawama za mtu zitakukosesha amani. Kusingiziwa jambo kubwa. Utatamani uifiche aibu fulani. Kuhisi mtu hatambui mchango wako au umuhimu wako. Utapata faraja baada ya kuzingatia jambo muhimu. Kujikumbusha kufanya ibada na kitu muhimu. Utaondosha mazonge moyoni mwako. Nyota ya Mapacha. Tumbo kunguruma au kuuma. Kurejeshewa kitu. Kujua kuwa mtu anakuzuga. Unapoongea na mtu huo unamuelewa zaidi tofauti na ujumbe anavyokufikishia. Kupata ruhusa au idhini ya jambo. Mtu kiburi utakozana naye au kugombana. Kushtushwa na tamko la mtu. Kuhisi unafikia ukingoni kwa jambo. Utahudhuria vikao vitakavyokupea uzoefu katika majukumu yako. Baada ya kuelewa kitu zaidi. Utahitajika kuwa msimamizi katika jambo. Kuhisi mtu si mwema. Kulikumbuka neno au kitu kila wakati umuonapo mtu fulani. Kutarajia kupata ulichokisubiri. Nyota ya Simba. Utamwambia mtu ukweli atakaoupokea. Mtu atakujulisha jambo kwa upole. Kupata ushirikiano usiotarajia. Kuonewa wivu kwa kitu chako. Utatamani kupata kitu fulani. Kupata jumbe nyingi mfululizo. Utakuwa na mashaka na watu. Kuonesha kuwa hujachukizwa na jambo ila limekuumiza sana. Kuondoka sehemu kwa kuhitaji amani. Visa vya watu kuendelea na utapata taarifa zao mara kwa mara. Kuonesha hali ya ukimya kuepukana na kitu. Utajifunza kunyamaza panapohitaji ukimya. Nyota ya Punda. Kuchukua tahadhari mapema. Mtu wa karibu kupata hali ya vidonda au vipele na homa kali kuwa nayo. Kutoa kitu kidogo kitakachozalisha kikubwa. Mtu anaungana na wewe kwa umoja mzuri. Kutarajia kupata mtoto wa kiume kwa mjamzito. Nia yako kuitimiza. Nyota ya Mshale. Kuota unachokiwaza. Kutishika na kitu kutokana na uoga utakaokuwa nao. Uwezo wa mtu utakushawishi kufanya jambo na yeye. Kuitumia nafasi nzuri utakayoipata. Mtu ataijua hali unayoipitia kutokana na sura yako na maneno yako. Kujitenga na watu. Nyota ya Ng'ombe. Kujaribu kuwa mbali na mtu. Utajihisi mwenye hatia. Kumkosea mtu na kila ukumbukapo unahuzunika. Kushindwa kutumia kitu ukiwa peke yako. Mtu atakuwa mwenye huzuni. Utahitaji kumfanyia mtu kitu kizuri. Kuna sehemu utakayoenda wiki hii kuanzia sasa. Nyota ya Mbuzi. Kuna watu hawatopendezwa na kitu kutoka kwako. Utaheshimu maamuzi ya mtu. Utaona mtu ni mfano bora wa kuigwa. Utafuata kitu chenye maadili mazuri. Utahitaji usikike jambo lako la moyoni kwa mlengwa fulani. Kukaguliwa katika kazi au makazi yako. Utahifadhi kitu. Kupata changamoto kidogo.
Mungu yu pamoja na wewe, omba kwa nia utajibiwa. Nyota ya mashuke. Kuacha kupanga mambo mengi unayotaka kutimiza kwa wakati mmoja. Kusikia sauti ya jogoo akiwika asubuhi sana. Ni heri inakaribia kwako. Kuna amani au furaha utakayoipata. Tatizo litakuja na mwafaka mzuri wa jambo. Upo tayari sasa kusikiliza, kupokea na kutenda. Siku ya leo itakuwa njema kwako. Pokea kwa imani ya kweli. Kuna jambo litakufaidisha. Ukweli utakuacha huru. Kupona maradhi. Kupata mwelekeo wa kitu. Mtu atakufikia wakati wa usiku. Utahitajika kutoa msaada na utafanya hivyo. Nyota ya nge. Kupokea baraka na mambo mazuri unayoyaona na kuhisi yamekufikia. Ukaribu na mtu unakuwezesha pakubwa. Kuikataa dhambi au jambo baya. Kutokwa na machozi kwa kukumbuka kitu au utakapoelezwa jambo. Kuijua historia ya mtu. Kupendezwa na nidhamu na shukurani za mtu. Utaahidi kujitoa kwa wema kwa mtu fulani. Kuhisi kubarikiwa. Utafanya jambo utakalolifurahia. Nyota ya kaa. Kujikwaa. Unatahadharishwa na jambo. Mipango yako ifanye kwa misingi bora na utaratibu. Utavuka kizuizi kigumu. Kugundua hapo ulipo ni bora zaidi. Kuikataa hali ya tamaa. Kuridhika na kitu. Utapatiwa mkopo au pesa fulani. Mahojiano na mtu yatakuwa mengi sana. Utakuwa mwenye kuulizwa sana na watu tofauti kwa mambo. Utalinganishwa na mtu kiutendaji au hali fulani. Kuhisi kuzungumziwa. Mtu anajishtukia sana kwako. Utakubali kuwa mbali na mtu fulani. Ili upate amani na umuache kwa atakavyo. Kuwa mwenyewe kunakupa uhuru zaidi. Kutoshangazwa na jambo ambalo wengi watakuwa wenye kushangaa. Kujifunza kitu kipya. Kufaidika na cha kwako. Nyota ya samaki. Kuhitaji upya wa mkataba au makubaliano. Kuna mtu utamchukia sana. Maelewano hafifu na mtu. Jambo kujirudia tena kwako. Kukasirishwa na kitu ulichokisababisha. Utafanya mtu akuogofye. Kitu pekee ukipendacho utakiweka kuwa kipaumbele kwako. Maarifa mazuri yanakuongoza kwenye ukweli na haki. Wema wako kuonekana japokuwa watu wanajitahidi kuuziba. Utatafutwa au kuhitajika na kiongozi wa dini. Utafanya jambo kwa majaribio. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.